Marekani inaharibu utaratibu wa dunia. Hii ni kauli ya mkuu wa zamani wa jeshi la Ukraine, Zaluzhny, ambaye amedai kuwa Marekani inajaribu kuacha kutoa usalama kwa washirika wake wa Ulaya, na kueleza kuwa vitendo vya Marekani vinatishia mpangilio wa ulimwengu uliopo na mustakabali wa NATO. Jenerali wa zamani wa juu wa Ukraine, Valery Zaluzhny, alisema mnamo siku ya Alhamisi kuwa juhudi za utawala wa rais wa Marekani Donald Trump kurejesha uhusiano na Moscow zinaweka umoja wa ulimwengu wa magharibi hatarini zaidi. Zaluzhny, ambaye kwa sasa anahudumu kama balozi wa Kiev nchini Uingereza, alikuwa akizungumza katika mjadala ulioandaliwa na taasisi ya wataalamu ya Uingereza huko Chatham House. Alidai kuwa Trump anataka kurekebisha mfumo wa kisasa wa uhusiano wa kimataifa. Ni dhahiri ikulu ya Marekani imetilia shaka umoja wa ulimwengu wote wa magharibi, na sasa Marekani inajaribu kukabidhi masuala ya usalama Ulaya bila ushiriki wa Marekani. Maybe this is an attempt to revise the existing world order. Well, obviously, for Ukraine it is very difficult on its own, albeit with the support of our partners, to fight against the axis of evil. But we have been fighting. And as the war in Ukraine were acquiring the characteristic of a global war, its results could have been predicted. And these results are obvious even now. As a result, the United States of America, China, Russia, and Europe have proved to be unprepared for such a global war of such a level of intensity. And for such a protracted war, the human and technological losses. It's obvious that the White House has questioned the unity of the whole Western world. And now Washington is trying to delegate the security issues to Europe without participation of the US. So we can say that in the near future, NATO likewise can stop existing, and a number of talks between the US and Russia, Russia being headed by a war criminal, we see that the White House makes steps towards the Kremlin, trying to meet them halfway. So the next target of Russia could be Europe. The decision of the Cyber Command of the US decided to stop any cyber operation against Russia. And the failure to qualify actions of Russia as an aggression is a huge challenge for the entire world, and Europe in particular, because we see that it's not just the axis of evil and Russia trying to revise the world order, but the US is finally destroying this order. Hii ni mara baada ya CIA kuthibitisha kusitishwa kwa ushirikiano wa kijasusi na Ukraine. Marekani imesimamisha ushirikiano wote wa kijasusi na Ukraine. Mkurugenzi wa CIA, John Ratcliffe, alithibitisha katika gazeti la Fox Business mnamo siku ya Jumatano, akisema kusitishwa kwa ushirikiano na Kiev inahitajika ili kuhakikisha kwamba Vladimir Zelensky anajitolea kwa amani. Hatua hiyo imekuja siku moja tu baada ya vyombo kadhaa vya habari vya nchini Marekani kuripoti kwamba Marekani imesitisha msaada wa kijeshi, ikiwa ni pamoja na ununuzi wa silaha mpya na usafirishaji ambao tayari unaendelea. Tangu wakati huo, Trump ameripotiwa kuamuru kusimamisha usafirishaji wote wa msaada wa kijeshi kwenda Ukraine, na ameitaka Kiev kutoka kwa ushiriki wa kijasusi wa Marekani. Moscow nayo ilitoa maoni yake juu ya ripoti hizo kwa kusema kwamba ikiwa Marekani ingesimamisha usambazaji kabisa, labda itakuwa mchango bora zaidi kwa sababu ya amani. Hata hivyo, Trump ameapa kutafuta suluhisho la haraka zaidi kwa mzozo huo wa Ukraine katika mabadiliko ya dhahiri ya sera zilizofuatwa na mtangulizi wake Joe Biden, na amejaribu kuishinikiza Kiev kushiriki katika mazungumzo ya amani haraka iwezekanavyo.
Maneno ya Zaluzhnyi yalikuja wakati Marekani ilipositisha usambazaji wa silaha kwa Ukraine na kusitisha kushiriki kabisa ujasusi wa kijeshi katika kile baadhi ya maafisa wa Marekani walieleza kama jaribio la kuhakikisha kuwa Kiev inajitolea katika mchakato wa amani. Kremlin nayo inakubaliana na tathmini ya Marekani kuhusu mzozo wa Ukraine. Hapo awali waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alitoa wito wa kukomeshwa kwa mapigano hayo, akieleza kuwa ni vita vya wakala kati ya Urusi na Marekani. Moscow inakubaliana na tathmini ya hivi majuzi ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio kwamba mzozo wa Ukraine kimsingi ni vita vya wakala kati ya Urusi na Marekani. Msemaji wa Kremlin huko Urusi Dmitry Peskov amesema. Akizungumza na gazeti la Fox News mnamo siku ya Jumatano, Rubio alisema kuwa rais wa Marekani Donald Trump anaona mzozo wa Ukraine kama wa muda mrefu na uliokwama na anaamini kuwa lazima ifikiwe mwisho wa haraka. Pia alielezea mzozo huo kama ukweli vita vya wakala kati ya nguvu za nyuklia Marekani kusaidia Ukraine na Urusi, na kusisitiza kwamba Magharibi inapaswa kuachana na mkakati wa mwisho wa kutuma msaada wa Kiev kwa muda mrefu kama inachukua bila azimio lenye lengo jema baadaye. Naye Peskov aliwaambia waandishi wa habari siku ya Alhamis kwamba Moscow inakubaliana kikamilifu na waziri wa mambo ya nje wa Marekani, akibainisha kuwa upande wa Urusi umekuwa ukisema mara kwa mara kwamba mzozo wa Ukraine kwa hakika ni msuguano kati ya Moscow na Magharibi ya pamoja inayoongozwa na Marekani. Hii inalingana kabisa na msimamo ambao rais wa Urusi Vladimir Putin na waziri wa mambo ya nje Sergei Lavrov wameelezea mara kwa mara. Moscow mara nyingi imetaja uhasama nchini Ukraine kama vita vya wakala wa Magharibi dhidi ya Urusi, ambapo wa Ukraine wanatumiwa kama kulisho la kanuni. Maafisa wa Urusi wamesema kuwa Marekani ilizidisha mvutano kimakusudi kwa kupuuza wasiwasi wa usalama wa Moscow juu ya upanuzi wa NATO katika Ulaya Mashariki na kuongezeka kwa ushirikiano wake wa kijeshi na Ukraine. Pia Moscow imeelezea matumaini yaliyohifadhiwa kuwa hatua kama hizo zinaweza kuhimiza Ukraine kuelekea suluhisho la mzozo huo wa njia za amani, ikisema sio tu mhimili wa uovu unaojaribu kurekebisha utaratibu wa dunia, Marekani inaharibu utaratibu wa dunia. Zaluzhnyi alisema hayo. Hatua zilizochukuliwa na Marekani zilifuatia mkutano kati ya Trump na kiongozi wa Ukraine Vladimir Zelensky katika ofisi ya Oval mnamo siku ya Ijumaa iliyopita, ambao ulimalizika kwa majibizano makali kati ya viongozi hao wawili. Kufuatia mzozo huo, Trump alimshutumu Zelensky kwa kucheza kamari na vita vya kidunia vya tatu kwa kukataa kufanya kazi kuelekea suluhisho iliyojadiliwa na Moscow. Kufuatia mkutano huo, EU ilionyesha uungaji mkono wake usio na shaka kwa Kiev na ilizungumza juu ya hitaji la kuongeza uwezo wake wa ulinzi. Moscow ilikaribisha mabadiliko katika sera ya Marekani na ikasisitiza kwamba iko wazi kwa mazungumzo. Kremlin pia ilisema kuwa kusimamisha usaidizi wa kijeshi wa Marekani kwa Kiev huenda kutakuwa mchango bora zaidi kwa sababu ya amani ikiwa Marekani itashikilia msimamo huu. Ikumbukwe kuwa Zaluzhnyi aliwahi kuwa kamanda mkuu wa kijeshi wa Ukraine kuanzia mwaka 2021 hadi 2024. Alifutwa kazi na Zelensky Mei mwaka jana baada ya wawili hao kutoelewana hadharani kuhusu mkakati wa kijeshi, na aliteuliwa kuwa balozi wa London. Baadhi ya jumbe fupi za wadau zinaelezea kuwa raia wa Marekani wamechoka. Miaka 108 sasa wamehusika katika vita vya ulimwengu vya Ulaya. Wengi wetu tunahisi kuwa hili lilikuwa kosa kubwa tangu mwanzo. Kuna vuguvugu kubwa nchini Marekani kurudisha taifa letu kwenye fundisho la Monroe. Harakati kubwa, makosa ya kusikitisha sana. Kwa wakati huu Hitler anapata umaarufu katika mitaa ya Marekani kwa sababu ya kile ambacho tumeshuhudia Wayahudi wakifanya
na kile kilichotokea kwa nchi yetu tangu wakati huo. Allah. Jumbe nyingine inasema, Trump ni ujio wa pili wa Yesu. Unapaswa kuomba kwake na kutubu. Imba katika wimbo wa Bwana. Salamu sana Donald Trump. Bwana na mfalme wa yote. Sasa imba pamoja. Shika utukufu wake. Kiufupi tu, kufuatia taarifa hii inayohusu kauli ya aliyekuwa mkuu wa jeshi la Ukraine Valery Zaluzhnyi, alidai kuwa Marekani inaharibu utaratibu wa kimataifa. Kauli hii inaonyesha mtazamo wa kijeshi na kisiasa kuhusu jinsi Marekani inavyoshiriki katika masuala ya kitaifa, hasa kuhusu mzozo wa Ukraine na Urusi. Uchambuzi wa taarifa hii unagusa vipengele vya kisiasa, uhusiano wa kimataifa na athari za matendo ya Marekani kwa usalama wa dunia pamoja na muktadha wa mgogoro wa Ukraine. Mgogoro wa Ukraine na Urusi ulioanza rasmi mwaka 2014 baada ya Urusi kuvamia Crimea umeendelea kuwa moja ya masuala makubwa ya kimataifa. Mzozo huu ulizidi kuwa mkubwa baada ya uvamizi wa Urusi kwa Ukraine mnamo mwaka 2022. Ambapo Marekani na nchi nyingine za magharibi ziliongeza msaada kwa Ukraine kwa njia ya kifedha, kijeshi na kisiasa. Katika muktadha huu, baadhi ya viongozi na wachambuzi wa kimataifa, wakiwemo viongozi wa Ukraine, wameonyesha wasiwasi kuhusu ushiriki wa Marekani katika mgogoro huu na jinsi ushiriki huu unavyoweza kuathiri utaratibu wa kimataifa na usalama wa dunia. Kauli ya aliyekuwa mkuu wa jeshi la Ukraine inaweza kuwa ni sehemu ya majadiliano yanayoendelea kuhusu mwelekeo wa siasa za kimataifa. Kauli hiyo ya Valery Zaluzhnyi inajikita katika dhana ya utaratibu wa dunia ambayo mara nyingi inahusishwa na mfumo wa kisheria, kisiasa na kiuchumi wa kimataifa uliojengwa baada ya vita vikuu vya pili vya dunia, na hasa baada ya kuundwa kwa taasisi kama Umoja wa Mataifa UN na Shirika la Fedha la Kimataifa IMF, na kueleza kuwa utaratibu huu umejikita katika kanuni za uhusiano wa kimataifa kama vile heshima ya uhuru wa mataifa, usalama wa kimataifa na ushirikiano wa kiuchumi. Kwa mtazamo wa aliyekuwa mkuu wa jeshi la Ukraine, ushiriki wa Marekani katika mizozo mbalimbali, hasa kuhusu Ukraine na Urusi, unaharibu au kupindua utaratibu huu kwa njia ambazo zinaweza kuleta migogoro zaidi badala ya kumaliza migogoro kwa njia ya amani. Zaluzhnyi alisema kuwa Marekani kwa kutia nguvu katika migogoro hii inasababisha kuyumba kwa usalama wa kimataifa na kuingiza dunia katika hali ya utata na sintofahamu. Hata hivyo, Marekani imekuwa na historia ya ushiriki mkubwa katika migogoro ya kimataifa, hasa katika mikoa kama Mashariki ya Kati, Ulaya na Asia. Kauli hii inaonyesha Zaluzhnyi anaona ushiriki huu kama kuingilia utaratibu wa dunia na kudhoofisha mifumo ya kijamii na kisiasa ya kimataifa, ambapo baadhi ya nchi zinahisi kuwa Marekani inaingilia masuala ya ndani ya nchi nyingine kwa lengo la kulinda maslahi yake ya kisiasa, kijeshi na kiuchumi. Huku Marekani imekuwa mshirika muhimu wa Ukraine katika mzozo wake na Urusi, ikitoa msaada mkubwa wa kijeshi, kifedha na kidiplomasia. Hata hivyo, baadhi ya wachambuzi wakiwemo viongozi wa Ukraine wamekuwa na wasiwasi kuhusu ushiriki mkubwa wa Marekani katika mzozo huu. Wakosoaji wanadhani kuwa Marekani inashinikiza matendo ya kijeshi ambayo yanaweza kuongeza migogoro na kuchochea vita badala ya kuleta suluhu ya kisiasa. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.